Naam, asalamu alaykum ndugu mtazamaji wa kipindi cha Gavoo, na hii ni Gavoo News. Nekuletea ni mimi Zulfa Rashidi. Tukianzia nchini Indonesia. Mshawishi wa mtandao wa kijamii wa TikTok wa Indonesia ametuhumiwa kifungo cha karibu miaka 3 jela baada ya kuripotiwa kuzungumza na picha ya Yesu kwenye simu yake na kumwambia akate nywele. Siku ya Jumatatu, mahakama ya Medani Sumatra ilimpata Tharisa na hatia ya kueneza chuki chini ya sheria tata ya matamshi ya chuki mtandaoni na kumtuhumu kifungo cha miaka 2 na miezi 10 jela. Mahakama ilisema maoni yake yanaweza kuvuruga utaratibu wa umma na maelewano ya kidini katika jamii na ikimshtaki kwa kukufuru. Aidha, hukumu hiyo imelaaniwa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu likiwemo shirika la Amnesty International ambalo limeeleza kuwa ni shambulio la kushangaza dhidi ya uhuru wa kujieleza wa Tharisa na kutaka alifutiwe mbali. Na tukiamia nchini Urusi, takribani watu 3 wamejeruhiwa na mtu mmoja amefariki katika shambulio kubwa la ndege isiyo na rubani iliyofanyika usiku kucha huko Moscow na eneo la mji mkuu. Maafisa wa eneo hilo wanasema. Wizara ya Ulinzi wa Urusi imeripoti kuwa kwa ujumla ndege 337 za Ukraine zimeharibiwa usiku kucha katika mkoa wa Moscow na mkoa mingine 9 ya Urusi. Aidha, inakuja saa chache kabla ya mkutano uliopangwa kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine leo kufuatia mzozo wa hivi majuzi kati ya Rais Trump na Rais Zelensky katika ikulu ya White House. Na tukiamia nchini Ufilipino, polisi wa Ufilipino wamemkamata rais wa zamani Rodrigo Duterte baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutoa hati inayomshutumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na vita vyake dhidi ya dawa za kulevya. Mzee huyo mwenye umri wa miaka 79 aliyewekwa chini ya ulinzi wa polisi kwa muda wa mfupi baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Manila kutoka huko Hong Kong, hajaomba radhi kwa ukandamizaji wake wakati wa vita dhidi ya dawa za kulevya ambao ulishuhudia maelfu ya watu wakiuawa alipokuwa rais wa taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2022 na meya wa jiji la Davao kabla ya hapo. Aidha, msemaji wa zamani wa rais Duterte Salvatore Panelo amelaani kukamatwa kwake na kusema kuwa kinyume na sheria, kwani Ufilipino ilijitoa katika ICC mwaka 2019. Ni hayo tu tulokuwa nayo leo katika Gavoo News. Mpaka wakati mwingine, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika channel zetu zote tunaopatikana kwa jina la Gavoo Media. Ni mimi mtangazaji wako nilokuwa nakuletea habari hizo, Zulfa Rashidi. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.